Jimbo la Konde, maendeleo bila ubaguzi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nichukue fursa hii kutuma salamu zangu za pongezi kwa marais wetu, nikianza na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, lakini pia Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi kwa kuweza kuisimamia vyema amani ya nchi yetu. Wananchi wa Jimbo la Konde wana furaha, wana amani na wanapendezwa na mageuzi makubwa ya maendeleo yanayoletwa na marais wetu hawa. Nirudi nyumbani sasa. Jimbo la Konde tunaye mbunge wa Jimbo la Konde Mheshimiwa Nassor Rashid Nassor, mwakilishi wa Jimbo la Konde Mheshimiwa Zawadi Amuk Nassor. Madiwani wetu wote wanashirikiana kwa pamoja kuhakikisha basi wananchi wa Jimbo la Konde wananufaika bila ubaguzi. Ndugu zangu wananchi wa Jimbo la Konde, leo nimewaandalia kipindi kifupi kuelezea ziara ambazo wamefanya viongozi wetu hawa wa jimbo, ambapo Mheshimiwa Nassor Rashid Nassor alienda kutimiza ahadi ambayo aliiweka kwa vijana ambao wanafanya kazi katika garage ya GMC. Walimuomba basi kipindi kile cha kampeni, walimuomba basi atakapofanikiwa inshallah awaletee toolbox ambayo itaweza kufungua gari yote, yani spana ambazo zimekamilika toolbox. Na spana hizi kidogo ni ghali sio spana za kawaida, na tukio lilikuwa kama ifuatavyo. Ndio hiyo. Ndio sio jamani. Ndio. Okay. Staili ya watu wengine kuniambia mtu huyu ana shida hii na shida hii, lakini umekuja kuniambia kitu ambacho kwa hichi ni alama kwangu. Kwa sababu yani kofi basi uko na msafi kabisa. Baada ya hapo tukaona hawa viongozi wetu wa Jimbo la Konde wakishirikiana na viongozi wa serikali akiwemo katibu tawala wilaya Micheweni Mheshimiwa Shah Mpemba Faki pamoja na viongozi tofauti wa Chama cha Mapinduzi wakifanya ziara katika eneo la Mnarani Makangale, ambapo wananchi wa Mnarani walipata fursa ya kuuliza maswali, kutaja changamoto ambazo zinawakabili katika maeneo yao, lakini pia walipatiwa majibu papo kwa papo na viongozi wetu hawa. Tukio lilikuwa kama ifuatavyo. Salimia sana tumkuja wa Mkia. Tuwashukuru sana kwa kazi kubwa mlioifanya ya uchaguzi. Tusharudi jamani, tumkuja wasalimia. Leo tumkuja wasalimia. Lakini salamu yetu hii mkuja na kitu tunataka tuongee hapa. Huu ni mzigo. Tutakabidhi kwa balozi nambari 9. Tutawakabidhi na katibu wetu wa chama Hamisi. Tutamkabidhi na Bi Salma. na balozi wawili hapa. Mzigo huu malengo yake na nia yetu na mazumuni ukawasaidie watoto mayatima. Hilo ndio. Na tuamini utakwenda hivyo. Lakini kwa kuwa pana na wazee wetu hawa waliokuja hapa, basi wao watakuwa na busara wakiona na wazee wetu wawape hata wapa. Serikali yetu Mheshimiwa Rais kajigonga kifua kutuletea maendeleo. Na kweli japo maendeleo tunaona tele. Sasa hivi hatuna shida hata moja. Hatuna shida ya maji. Hatuna shida ya umeme. Hatuna shida ya barabara. Hatuna shida, lakini inapotaka jengwa barabara kwetu hii Makangale kutoka Mtuni Geti ikaja huko. Barabara mama tunayo. Hiyo inapita ukanda huu mpaka kufika huko. Lakini imbidi huku mkawekezaji ihamishwe barabara huku ipita huko. Inapopita huko impita viungani mwetu si wengine tu masikini kama mimi haswa. Viungani mwetu tunaharibiwa au tunaondolewa. Ninaondolewa minazi 18 mishilishili yangu 3. Sisi ingole wasauli watacha. Tulikuwa kuchonjwa. Tulipima siku 2 mimba zetu. Ela saizi mpaka twende Makangale. Sasa tufanywa jejeo tuambiwa hakuna hospitali Mnarani mjini Makangale. Lakini na sasa tunataka nini? Hospitali iliyokamilika, hatebu iliyokuwa haikamilika. Tukitaka kupima mimba twende Makangale.
akitaka Panadol twende hapo. Hiyo hatuitaki tena. Mimi ndio tumheshimia kwa mimi. Lakini pia tuko kwenye amani kubwa, tuwatakie dua viongozi wetu waendelee kusimamia. Lakini pia kwa kipekee ni washukuru waheshimiwa bunge na mwakilishi. Kwa nini washukuru? Jamani, mimi ni katibu tawala, ni mtendaji wa wilaya, lakini mkazi wa jimbo la Konde. Kwa hiyo mimi nina haki ya kufaidika na kuwashukuru kwa sababu pia ni wabunge wangu ndani ya jimbo. Hii hali tunayoiona ya waheshimiwa wabunge na wawakilishi kutembelea, si kwamba nawasifia, lakini ni mambo ambayo hatukuyazoea. Kwa hiyo lazima tupeleke nini? Shukrani. Lakini pia wananchi wa Makangale hususan Mbarali, tunapofikwa ni viongozi tuzungumze changamoto, lakini kwanza hebu tuzungumzeni ile ihsani ambayo kwa Mheshimiwa Rais katufanyia. Hapa ilikuwa mimi najua na huku kuoga ilikuwa ni shida, benki ya Makangale ilikuwa siogi, na kioga wapi suka, tuko pamoja kwa sababu maji yalikuwa hatuna, lakini barabara ilikuwa hatuna, shule ilikuwa hatuna. Ni kweli si kweli? Tukitoka hapa tukaenda Konde kwa kiwango cha form 4, ndio? Sasa na haya tuyaseme, Mheshimiwa Rais katufanyia mengi, katuona, alhamdulillah. Tusije tu tukazungumzia nini changamoto na alichotufanyia rais tukiseme, lakini wanachotufanyia wabunge. Nilimuuliza mzee Isai, hivi mbunge hujamuona kimwili ama hujamuona kimaendeleo? Nilitaka aseme hajamuona kimaendeleo, lakini anasema sijamuona kimwili. Kimaendeleo kashaonekana mbunge anaenda kwa hatua, ni zaidi ya milioni 250 ashazotumia tokea kuingia wapi, kuingia kwenye mwakilishi. Ni hivyo hivyo. Naam, ziara ilikuwa ni kubwa sana, vikao tofauti vilifanyika maeneo tofauti ya jimbo na zawadi kemkem zilitolewa kutoka kwa viongozi wetu hawa wa jimbo. Tukamalizia siku ya pili ambapo mwakilishi wa jimbo la Konde Mheshimiwa Zawadi Amur Nassor alienda kuwapelekea zawadi maskani, vijana wa maskani ya Konde ya Micheweni, ambao pia maskani hii ni alama ya Mheshimiwa Zawadi, kwani maskani hii ilijengwa na Mheshimiwa Zawadi Amur Nassor, mwakilishi wa jimbo la Konde. Hawa walitaka kingamuzi cha Azam TV basi katika maskani yao waweze kuwa wakifuatilia matokeo tofauti ambayo yanatokea katika taifa letu kwa wakati kabisa, na sisi tuliwafanyia kwa 100%. Tukio lilikuwa kama ifuatavyo. Naomba tuwapigie makofi. Leo tumeona maridhiano yale, mkataba ule wa maridhiano baina ya viongozi wetu wa kitaifa, na inshallah basi tuombe Mwenyezi Mungu ikawa yenye heri, tuendelee kuwa wamoja na mshikamano katika jamii zetu. Lakini mimi leo nimekuja kwa niaba ya mwakilishi wa jimbo la Konde Mheshimiwa Zawadi Amur Nassor, nimekuja kukabidhi kingamuzi hicho kama mlichokiomba, na tuseme tu mpaka jimbo la Konde tunaomba vingamuzi, basi tuko katika maendeleo, tuko na amani na furaha. Naomba tuwapigie makofi. Asante. Naomba baada ya hayo machache, naomba tuendelee na makabidhiano inshallah. Ila pia tumshukuru Mheshimiwa mwakilishi kwa ahadi yake aliyotuahidi na aliyotekeleza. Sisi tulihisi kwamba Mheshimiwa mwakilishi hakutujua tena baada ya kupiga kura na kumchagua, lakini leo tumepata faraja kwamba alikuwa ana sisi moyoni na amejaribu kukumbuka kwamba kweli Konde Micheweni kuna watu walinipatia kura hizo na walinichagua na kama mwakilishi wao. Leo hii tumepata faraja sana kupata kingamuzi hichi, na tunamshukuru sana na aendelee na moyo huu. Tunachomwahidi kwamba apambane 2030 tutamchagua tena. Tuko juu, tunachagua hali na mali katika kujipanga kwamba 2027. Safi kabisa. Nimalizie kwa kutoa wito kwa wananchi wa jimbo la Konde, tuendelee kushikamana kwa pamoja. Viongozi ambao Mwenyezi Mungu ametujalia kuwa nao mara hii ni viongozi ambao wako imara, wanatupenda na wanahakikisha basi wananchi tunanufaika bila ubaguzi. Jimbo la Konde, maendeleo bila ubaguzi.